Asante kwa kuendelea kuwa nasi na karibu tujadili leo, ikiwa ni siku ya kimataifa ya kulinda ozone layer, na tutafahamu zaidi kuhusiana na hili, lakini mengi ambayo yanafanyika ikiwa leo dunia inaadhimisha siku hii hasa ya kulinda tabaka la ozone, siku maalum ambayo inatupa nafasi ya kujua namna bora pia ya kulinda anga hewa, na ni katika kulinda pia uhai wa mazingira na viumbe mbalimbali, kwa sababu katika mazingira tunategemeana, na inaelezwa kuwa tabaka la ozone ndilo ngao ambayo inakinga dunia dhidi ya miale hatarishi ya jua. Lakini tutafahamu mengi zaidi kutoka kwake Dr. Barwa Namshale ambaye anatoka TAWEZA, mkurugenzi wa mafunzo na mikakati na mtaalam pia wa masuala haya. Karibu sana. Asante sana. Karibu sana Dr. Asante sana. Na pengine tuanze kwanza kwa kuelewa kwa lugha rahisi, tunapozungumza kuhusiana na tabaka la ozone, nini hasa ambacho tunamaanisha? Anga la dunia lina matabaka mengi ambayo yamelizunguka. Nasema mengi kwa sababu ni zaidi ya moja. Na yanakuwa, tunasema hilo anga la hewa, yanakuwa na gesi tofauti tofauti na yana majukumu, unaweza kusema majukumu tofauti tofauti. Tabaka hili la ozone ama ozone layer linapatikana katika hilo tabaka la pili ambalo kwa Kiingereza inafahamika kama stratosphere, ambayo yenyewe iko umbali wa takriban kilomita 15 mpaka kilomita 20 kutoka uso wa dunia. Ozone yenyewe ni gesi ambayo inatengenezwa na atoms kama za nani hiza oxygen, ambazo zinakuwa 3. Hewa ya oxygen inakuwa na atom 2, ozone inakuwa na hizo atoms 3. Sasa yenyewe inakuwa, kuna ambao wanaita kama vile kofia ya dunia. Kwa hiyo unaweza ukaamua kuita kama kofia, ama unaweza ukasema kwa Kiingereza wanaita sunscreen. Kwa sababu kama alivyosema Hilda, miale ya jua inapokuja kwenye uso wa dunia inaweza kuwa na athari mbalimbali, ikija moja kwa moja bila kuchujwa kwa namna yoyote. Kwa hiyo hili tabaka la ozoni yenyewe kazi yake ni kuchuja ile miale ya jua inayojulikana kama ultraviolet radiations, ambayo ikija moja kwa moja inaweza kuwa na athari kadha wa kadha. Inaweza kusababisha kansa ya ngozi, inaweza kusababisha uharibifu wa macho, inaweza kusababisha madhara kwa viumbe vidogo vidogo. Kwa hiyo hili tabaka lenyewe linakuwa kama hiyo sunscreen, kama hiyo kofia ambayo inatukinga dhidi ya ile miale kuja moja kwa moja. Sasa kwa hiyo hapo tulipo sisi duniani, sio? Kwenye tabaka la ozoni maanake ni juu, sio? Kuanzia tulipo mpaka takriban kilomita 15 mpaka 20 kutoka uso wa dunia. Kwenda juu. Dunia unajua ni duara. Sasa ukisema juu kuna mwingine unakuwa kunaelekea chini, ndio maana nashindwa kukubaliana na wewe moja kwa moja kusema juu, lakini kwa jinsi tulivyo basi tunaweza kusema kwenda juu. Kwa tunaposimama kwa maana yake, si ndio? Okay. Sasa umesema hapo kwamba tabaka hili linakuwa linalinda dhidi ya miale hii ya jua. Ina maana hata kiwango hichi cha joto ama jua, miale ambayo tunaipata inakuwa imepungua athari zake, ama wakati mwingine inatokea athari tunazipata? Tabaka hili la ozoni yenyewe inachofanya ni kuchuja. Kwa hiyo inapunguza makali ya ile miale ambayo inafika katika uso wa dunia na kuweza kusababisha hizo athari. Sasa kwa nini tunazungumzia hili tabaka la ozoni? Tunazungumzia tabaka la hiyo ozoni kwa sababu zikipungua hizi atom za hii ozone, ndio wengine wanasema inatokea kama matobo ama matundu katika hilo tabaka, lakini huwa sio matobo, ila ni kupungua ule unene wake. Ikipungua, ina maana miale ya jua itafika katika uso wa dunia bila kuchujwa kwa kiasi kikubwa. Ikifika bila kuchujwa, itasababisha hayo madhara. Na hii ilionekana kuanzia hasa miaka ya 1970 na mpaka 1980, na ndio dunia ilitambua kwamba kumekuwa na kupungua kwa kiasi ama ule unene wa lile tabaka la ozone, hasa katika kizio
cha kaskazini cha dunia na kizio cha kusini mwa dunia, na sio kwamba kila sehemu duniani ilikuwa imepungua, hapana. Na ilionekana kabisa kwamba ile imesababishwa na kuongezeka kwa kemikali ambazo zimetokana na shughuli za binadamu, shughuli za matumizi ya majumbani, viwandani na kadhalika. Kuna kemikali ambazo zinatoka viwandani na majumbani, zinapoenda katika anga hewa, zinaenda kuzibadilisha hizo molecules za ozone na kuzifanya sasa zishindwe kufanya kazi yake ya kuchuja ile miale. Na hizo kemikali zinajulikana kama CFCs ama chlorofluorocarbons, na vitu vikubwa ambavyo vilikuwa vinasababisha hizo kemikali kuweza kutoka na kuingia katika anga hewa ni vitu kama air conditions, ACs, majokofu ama fridge, pamoja na vizimia moto, fire extinguishers, ambazo zilikuwa zinatumika kipindi cha nyuma. Kuna vyanzo vingine vingi, lakini hivi ndio vilikuwa vikubwa ambavyo vilikuwa vinasababisha sasa kutoka kwa hizi kemikali ambazo zinaenda kuharibu hilo tabaka la ozoni. Na nazungumzia katika kipindi cha nyuma kwa sababu baada ya kupata huo kufanyika huo utafiti na kuwa na ushahidi kwamba hizi shughuli za binadamu za majumbani na viwandani zinatoa hizi kemikali ambazo zinaenda kuharibu ile tabaka la ozoni, kuna hatua zilichukuliwa kuanzia ngazi za nchi mpaka kimataifa na kuweza kuleta mabadiliko ambayo yamepunguza hilo tatizo kwa kiasi kikubwa sana. Sasa umetaja majokofu, umetaja AC. Ndio. Kwa vitu ambavyo tunatumia hata nyumbani. Sasa hivi vinahusiana vipi na masuala ya ozone? Yaani ukiangalia zile, tuchukulie majokofu yale ya zamani yaliokuwepo miaka ya 70, miaka ya 80. Okay. Teknolojia iliyokuwa ikitumika kwa ajili ya ule upoozaji ndio ilikuwa inasababisha kutoka kwa hizo gesi katika majokofu yetu tunayoyatumia. Halafu hizo gesi za chlorofluorocarbons zinaenda kwenye anga hewa na kwenda kuharibu hiyo ozone, hilo tabaka la ozoni. AC zile za kizamani miaka 20 iliyopita, miaka 30, takumbuka kwanza zilikuwa zina kelele. Ndio. Kwa teknolojia ya kipindi kile ilikuwa iko hivyo kwamba ile utaratibu wake, ule mfumo wake wa kupoza ulikuwa unatumia hizo kemikali, hizo gesi. Lakini kumekuwa na mabadiliko ya kiteknolojia. Mafriji ya siku hizi ama majokofu ya siku hizi ni tofauti na yale. Okay. AC tunazotumia sasa hivi ni tofauti na zile, hazina madhara kama zile. Zinaweza zikawa na madhara yake, lakini hazina yale madhara ya kusababisha kutoka kwa hizi gesi za chlorofluorocarbons ambazo zinaenda kuharibu lile tabaka la ozoni. Sasa tunamkumbusha mtazamaji wetu kwamba leo ni siku ya kulinda tabaka la ozone, tabaka ambalo linatusaidia kutukinga na ile miale ya jua ambayo ingeweza kuwa na madhara makubwa kwetu, kama alivyosema hapa Dr. Kutuepusha na masuala kama saratani na mambo mengine kama hayo, ongezeko la joto duniani na vitu kama hivyo. Sasa tunaona kuna baadhi ya vitu vipo duniani hivi sasa, ikiwemo mabadiliko ya tabia nchi, lakini pia ongezeko kubwa sana la kiwango cha joto. Hii ni viashiria kwamba kumekuwa na uharibifu mkubwa wa tabaka hili ambalo ndio linafanya kazi ya kutukinga na hiyo miale ya jua. Bila kuzungumza kwa urefu sana, kuna tofauti kati ya vitu vinavyosababisha mabadiliko ya tabia nchi na vitu vinavyosababisha uharibifu wa tabaka la ozoni. Tabaka la ozoni kama ambavyo nimezungumzia kwamba ni katika kipindi cha nyuma. Mwaka 1989 nadhani mkataba wa kimataifa wa Montreal 87 mkataba wa kimataifa wa Montreal ukakubaliana kwamba dunia iachane na zile teknolojia ambazo zinasababisha kutolewa kwa hizi gesi za CFCs ambazo zinaenda kuharibu tabaka hili la ozoni. CFC unamaanisha nini? Chlorofluorocarbons. Okay. Kwa kiasi kikubwa kuna baadhi ya vyanzo vinaonyesha kwamba tatizo limepungua kwa takriban 98%. Ndio. Tumebadilisha teknolojia, kwa hiyo hizi kemikali za CFCs hazitolewi kwa kiasi kile, na inatarajiwa kwamba ikifika mwaka 2050
tabaka la ozoni litakuwa limerudi katika hali yake kama lilivyokuwa. Kwa tatizo hilo limepungua kwa kiasi kikubwa. Tunapozungumzia mabadiliko ya tabia nchi, ni tofauti na hili tatizo la kupungua kwa tabaka la ozoni. Mabadiliko ya tabia nchi yenyewe ni kuongezeka kwa joto, ni kubadilika kwa hali ya nchi ambayo inasababishwa na kuongezeka kwa joto katika uso wa dunia, na hiyo inasababishwa na kuongezeka kwa zile gesi zinazoitwa greenhouse gases, GHGs, ambazo mara nyingi zinafahamika kama hewa ukaa, lakini hewa ukaa ni mojawapo tu, yani ile carbon dioxide. Ndio. Hizi zenyewe, ile miale ya jua inapokuja katika uso wa dunia, inatakiwa kugonga uso wa dunia na kurudi badala ya kuja na kuongeza joto hapa. Lakini hizi gesi za greenhouse gases zinapoongezeka katika uso wa dunia, zinakamata lile joto, badala lile joto linalotokana na miale ya jua kurudi na kupotea huko angani, linabaki katika uso wa dunia na kusababisha mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo hivi vyote viwili, kupungua ama kuharibika kwa tabaka la ozoni, ni athari za mazingira, na mabadiliko ya tabia nchi ni athari za mazingira. Lakini hauwezi ukasema kwamba hivi vitu viwili vina mahusiano ya moja kwa moja. Sasa nini kinatokea, Dr., pale ambapo tabaka la ozoni limeharibika? Yani ni hali gani ambazo tunaziona duniani? Kama nilivyozungumza pale awali kwamba tabaka la ozoni likiharibika ama likipungua, miale ya jua itakuja moja kwa moja katika uso wa dunia. Itakapokuja moja kwa moja katika uso wa dunia, kutakuwa na athari nyingi. Kwanza, kutakuwa na kuongezeka kwa joto kwa kiasi fulani, lakini hasa ni katika afya za binadamu. Kwa mfano, kusababisha hiyo saratani ya ngozi, uharibifu wa macho, nadhani tatizo lile wanaita cataract. Lakini kuna viumbe vidogo vidogo kabisa vinavyoonekana kwa darubini, vinavyoishi majini, vinafahamika kama planktons. Vile vitaathiriwa kwa kuongezeka kwa ile miale ya jua. Vile viumbe japo ni vidogo na havionekani, lakini katika ule mnyororo wa chakula, ile food chain wanasema, vina jukumu muhimu sana katika ekolojia ya eneo lolote na katika dunia nzima, kutokana na wingi wake. Na kama tunavyofahamu kwamba uso mkubwa wa dunia, zaidi ya 75%, umefunikwa na maji. Kwa hiyo vile viumbe vipo vingi sana. Hii miale ikija ikaviathiri vile, ikaviua, vikashindwa kufanya lile jukumu lake la kiikolojia, itakuwa na athari zaidi kwa ngazi ya viumbe inayofuatia mpaka viumbe vyote na mazingira yote kiujumla. Kwa hiyo kupungua kwa hili tabaka la ozoni kunakuwa na hizo athari kwa maisha ya binadamu na uhai wa viumbe vingine vyote. Na katika ule mkataba waliingia mwaka 87, mwaka 89 ndio utekelezwaji ukaanza kama pia baada ya kusaini. Umegusia. Sasa tuangalie hapa hiyo picha ambayo imeonekana. Pengine tuelezee hapo, kuna ozone layer tunaona ilipowekwa na dunia, labda tupe maelezo pia ya hayo matabaka mbalimbali. Kwa hiyo hayo matabaka kama nilivyokuwa nimeelezea kwamba yako kadhaa. Utaona kuna inaonyesha hiyo sasa kama unaona vizuri. Naona vizuri. Kuna troposphere hiyo ya kwanza. Halafu kuna ile stratosphere. Na inyamazia kwanza hiyo ozone layer, halafu kuna ile mesosphere. Hayo ndio matabaka. Hiyo ozone layer ni sehemu ya stratosphere. Kwa hiyo kama nilivyosema kwamba iko umbali fulani kutoka katika uso wa dunia. Makadirio, kuna wanaosema kwamba iko kati ya kilomita 15 mpaka kilomita 20 kutoka uso wa dunia. Kilomita 15 ni sio nyingi sana. Ni nyingi kwa sababu ukiangalia, ukisema upime urefu kwa mfano wa mlima Kilimanjaro kutoka chini mpaka juu, kutoka usawa wa bahari mpaka juu kabisa, inakaribia kilomita 6. Na unaona urefu wa ule mlima. Kwa hiyo kama ukiangalia tu urefu wa mlima Kilimanjaro ni takriban, na hasa kwenda juu. Kwa hiyo ni mara 3 ya urefu wa mlima Kilimanjaro. Sawa. Kwa hiyo ni mbali.
tofauti na ile kutembea kama kwa kilomita. Kwamba ukitoka kwa kilomita kutembea unaona kama karibu. Na hali ya hewa inabadilika pia kadri unavyozidi kupanda juu, daktari. Ndio. Na hapo pengine tunaona kwa hiyo ukiangalia pale kuna zile sehemu kama nyota ndio utaona kwenye ile ozone layer kumetokea kama hayo matundu, kwamba hizo chlorofluorocarbons na hizo gesi nyingine ambazo zimetajwa hapo zinapokwenda kule zinaenda kuzibadilisha zile molecules za hizo ozone zile O3 na kuzibadilisha, zikibadilika sasa pakawa pembamba. Panapokuwa pembamba utaona katika ile miale ambayo nadhani ni rangi ya machungwa ile, kuna kama huo mwale mmoja unakuja unapitiliza moja kwa moja mpaka katika uso wa dunia, wakati ile mingine inakuwa imeishia kwenye ozone layer. Ina maana haitaweza kupita ile ozone layer, inaichuja isije kama ilivyo, kwa sababu ikija kama ilivyo ndio inakuwa na hayo madhara. Kwa kama tabaka likiharibika, miali itakuwa inapita moja kwa moja, utakuwa umepenya moja kwa moja mpaka dawa. Sasa kuna ile hali watu wanajaribu pia kujilinda, mfano matumizi ya kama sunscreen, mafuta yale, kuna namna yote yanaweza kusaidia katika kujikinga, kama liko pia katika eneo ambalo unaweza ukalizungumzia? Ipo inaweza ikasaidia matumizi ya sunscreen, na jana katika magazeti nadhani kulikuwa na habari moja inahusu hiyo madhara ya baadhi ya hizi sunscreens ambazo zinatumika. Matumizi ya sunscreens ni muhimu. Ndiyo, kuna tabaka la ozoni ambalo linatukinga, na tabaka la ozoni limeanza kurudi katika hali yake, sio kama tatizo lilivyokuwa miaka ya 70 na miaka ya 80, lakini bado ni muhimu sana. Kama shughuli zako zinakupelekea wewe kuwa katika jua muda mrefu, uweze kujikinga, kwa sababu kunaweza kuwa na madhara mengi katika ngozi yako. Kwa hiyo utumie sunscreen, lakini utumie sunscreen ambayo isiwe na madhara katika afya yako. Miwani tunayotumia kwa mfano ili kukinga macho yetu dhidi ya hiyo miale, utumie miwani ambayo wanasema ina UV protection. Na itakwambia hiyo kujikinga dhidi ya hiyo miale ya jua iko katika asilimia ngapi. Utakuta mingine miwani unayovaa imeandikwa labda 80%, 100%, kwamba inazuia ile miale isiende kuharibu macho yako. Ila kitu ambacho kingine ningependa kuzungumzia tunapozungumzia hii siku ya kimataifa ya tabaka la ozoni ni kwamba pamoja na kwamba lilionekana ni tatizo kubwa na linasababishwa na shughuli za binadamu miaka ya 70 na miaka ya 80, ulimwengu uliweza kuja pamoja na kuweza kulitatua hili tatizo kwa kiasi kikubwa. Kama nilivyosema, kuna ambao wanasema limetatuliwa kwa zaidi ya 98%, na ifikapo mwaka 2050 tabaka la ozoni litakuwa limerudi katika hali yake ile nzuri kabisa. Kumbe inaweza kurudi katika hali yake ya kawaida. Inaweza kurudi na inaelekea kurudi. Sasa hivi wanasema ni takriban asilimia zaidi ya 98, kwamba imerudi katika hali yake. Cha muhimu hapo kujifunza ni kwamba kumbe tukiamua tunaweza. Kuanzia ngazi ya mtu mmoja mmoja, ngazi ya kaya, mpaka kimataifa. Na hapo kuna mafunzo ya kuweza kujifunza tunapokabiliana na swala jingine ambalo ulikuwa umelitaja hapo Goodluck, la mabadiliko ya tabia nchi. Ndio. Katika swala la kuzuia uchafuzi wa hewa unaoenda kuharibu tabaka la ozoni, tumeweza kuja na teknolojia mbadala. Tunatumia sasa hivi majokofu ambayo hayasababishi huo uharibifu. Tunatumia AC ambazo hayasababishi uharibifu, vizimia moto na kemikali nyingine na bidhaa nyingine tunazotumia majumbani na viwandani ambazo hazisababishi. Kwa hiyo inawezekana kabisa kupata teknolojia mbadala, teknolojia ambazo ni safi, lakini inahitaji wadau mbalimbali wa sekta binafsi, wa serikali na wengine wote kuweza kuwa na hayo mashirikiano. Kama kuna gharama zozote za kuweza kuhakikisha hizo teknolojia zinamfikia kila mmoja, ziweze kumfikia, na pia kubadilika katika staili za maisha ya watu. Sasa hivi kila mtu akiweka jokofu lake la kisasa anafurahia, tofauti na ile la zamani. Ukiweka AC hizi za siku hizi ni tofauti na zile za zamani, na mtu anaona kabisa kwamba na yeye ni wa kisasa, kwamba hiki ni kitu kizuri na yeye anaendana na mabadiliko. Kwa hiyo hata katika vile ambavyo vinasababisha uchafuzi wa mazingira unaopelekea mabadiliko ya tabia nchi, tukiamua na tukawa na dhamira ya dhati, tunaweza kabisa kutatua tatizo kama ambavyo tumeweza kutatua
tatizo la athari katika tabaka la ozoni. Moja kati ya sababu kuu ya siku hii ya kimataifa ni elimu endelevu, hasa kwa watu kuhusiana na masuala ya tabaka la ozoni. Unadhani imefika kwa kiwango gani? Kwa kweli nadhani hii, tukiacha tunayojifunza shuleni, sidhani mtu akishatoka shuleni anaendelea kusikia kuhusu tabaka la ozoni na kadhalika. Sidhani kwa kweli. Wana leo ni kama tumewarudisha watu darasani. Tumewarudisha darasani na watu wanaanza kujiuliza hili tabaka la ozoni ndio kitu gani? Kwa hiyo yani hiki sio kitu ambacho kinatokea. Na unadhani kuna umuhimu kuwa na uelewa huo wa pamoja? Uelewa huwa pamoja ni mzuri, sio lazima watu wajue tabaka la ozoni na kitaalam maana yake ni nini, lakini watu wakijua tu kwamba kama unatumia jokofu ambalo lina zaidi ya miaka 15-20, badilisha. Kwa sababu linakuwa na madhara katika mazingira. Haya mapya yote ya sasa hivi hayana shida, au kuna yale ambao pia mfano yana shida lakini sio kubwa kama yale ya zamani. Mfano kuna baadhi ya vifaa siku hizi vinabandikwa baadhi ya stika kama energy saver. Hiyo ni kwa upande wa vifaa ambavyo vinatunza umeme na matumizi yake. Sasa kuna kiashiria chochote ambacho anaweza akafahamu labda kifaa hichi kinaweza kulinda miaka tu ya zamani mbali na miaka. Nadhani labels ambazo wanaweka ziko tofauti. Viashiria viko tofauti. Kuna mengine yanakuwa yameandikwa eco friendly, kwamba hili ni rafiki kwa mazingira. Sasa hawaja kufafanulia ni rafiki kwa namna gani, lakini wao wanafahamu. Kwa sababu tukianza labda kuweka viashiria katika kila kifaa unaweza ukajikuta kwamba uso mzima wa friji lako umebandikwa viashiria vya kukukumbusha vitu tofauti. Lakini kumbe ukiweka tu kwamba hili ni rafiki kwa mazingira inaweza ikatosha. Ila kama anavyokumbusha kwamba hivi vifaa kadiri kinapozidi kuzeeka, ina maana ule ufanisi wake unapungua na madhara yake kwa mazingira yanaongezeka. Kwa hiyo kifaa chako hata kama bado unaona kinafanya kazi, sio kuona sifa kusema kwamba hili friji bwana miaka 15 miaka 20. Wakati mwingine ngurumo tu. Wakati friji na nguruma kama generator. Hata si ndio uhakika, alipewa uhakika aliponunua kwamba miaka 20. Badilisha friji tu yake. Haya. Ndoto yako mengi ambayo yanaendelea, lakini kama ulivyosema inaonekana mafanikio yamepatikana kwa kiasi kikubwa. Na ni sehemu pia japo ulisema hakuna uhusiano moja kwa moja, lakini tunazungumzia kulinda tabaka la ozone ni hatua mojawapo katika hatua za kulinda hali ya hewa ama kulinda mabadiliko ya tabia nchi. Na ikiwa imewezekana hivi kwenye upande wa tabaka la ozone, unadhani mambo gani ambayo tunaweza tukajifunza kutokana na mikakati tulioiweka ama mikakati ambayo dunia imeweka kwenye kulinda tabaka la ozone katika kukabiliana na mambo mengine kama ongezeko la joto na vitu vingine ambavyo vinahusika kwenye masuala ya mabadiliko ya tabia nchi? Kwanza nadhani tunapojikumbusha kwamba kama tumefanikiwa katika kukabiliana na uharibifu wa tabaka la ozoni kwa kubadilisha teknolojia, kwa kuja pamoja kupitisha sheria, sera na utekelezaji wake, ina maana hiyo kwanza inatupa moyo kwamba kumbe inawezekana. Kwa sababu mara nyingi siku hizi watu wamekuwa wakizungumzia mabadiliko ya tabia nchi, wanazungumza kana kwamba ni kitu ambacho hakiwezekani. Yaani ndio imeshatokea, ndio tumeshaharibu, kwa hiyo hatutaweza kuleta mabadiliko, hatuwezi kutatua hilo tatizo. Ndio. Kwa tunachojifunza kimojawapo katika haya kuzuia uharibifu wa tabaka la ozoni ni kwamba kumbe tukiamua kuanzia ngazi ya mtu mmoja mmoja mpaka kimataifa, tunaweza tukashirikiana na inawezekana. Tatizo la mabadiliko ya tabia nchi ni kubwa zaidi, linahitaji juhudi zaidi za makusudi na zinaweza zikawa na gharama kubwa, lakini inawezekana kabisa kulitatua. Na vitu mbadala ama teknolojia mbadala ambazo ni rafiki kwa mazingira zipo, ambazo zinaweza zikapunguza, na imeshaonekana kabisa zinapunguza zile gesi zinazotolewa zinazoenda kusababisha mabadiliko ya tabia nchi. Zipo. Kwa hiyo ni kuweza kupata sasa ule utashi wa kisiasa wa nchi kuweza kushirikiana katika ngazi za kimataifa. Inatakiwa uwekezaji katika teknolojia. Hili ni eneo ambalo limekuwa linalegalega sana. Fedha ambazo zinatakiwa kwenda kuchochea
hizi teknolojia mbadala ambazo ni rafiki imekuwa ni tatizo. Wale ambao wananufaika na teknolojia ambazo ni haribifu, kwa mfano matumizi ya makaa ya mawe, matumizi ya hizi wanaita fossil fuels, petroli pamoja na diesel, ambavyo vinasababisha sana kutokea kwa hizi gesi ambazo zinaweza kusababisha mabadiliko ya tabia nchi. Wamekuwa wakipinga kwa makusudi jitihada za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Wakati wao pia wangeweza kuwekeza, wakionyeshwa faida katika matumizi kwa mfano ya nishati mbadala ambayo inaweza ikatokana na mwanga wa jua, inaweza ikatokana na gesi asilia, upepo na kadhalika. Tukiwekeza katika teknolojia hizo ambazo ni rafiki na ni safi kwa mazingira, inawezekana kabisa, kama ambavyo imewezekana katika kuzuia uharibifu wa tabaka la ozoni. Na sisi Tanzania, hasa watu wa Dar, tufanye nini kaka? Maana jua kuna muda linakuwa kali sana. Tanzania tufanye nini? Tanzania tutumie fursa tulizo nazo katika kufaidika katika jitihada hizi za mabadiliko ya tabia nchi, lakini pia kuzuia na sisi tusije baadaye tukaongeza kiwango cha kutoa hizi gesi ambazo zinaweza kwenda kuharibu. Nazungumzia wakati ujao, kwa sababu kwa sasa nchi kama Tanzania mchango wetu katika uchafuzi wa hali ya hewa duniani ni mdogo sana. Kwa hiyo sitaki kuanza kusema kwamba watu wa Dar waache kufanya hivyo, waache. Inaweza ikawa ni uonevu kwao. Si tupande tu miti. Miti inabidi tupande miti sahihi katika eneo sahihi. Kwa sababu kuna nyakati nyingine hizi kampeni zetu za kupanda miti zinaenda kusababisha madhara mengine. Unazuia watu shughuli zao za kujikimu kimaisha kwa sababu unataka kutunza mazingira. Sasa kuathiri maisha ya watu kwa sababu ya kupanda miti inaweza ikawa ni tatizo. Lakini pia kuna nyakati ambazo tunapanda miti ambayo sio aina sahihi ya miti. Ni mada pana hiyo zaidi, ndiyo. Lakini kupanda miti ni suluhisho sahihi, lakini lazima tuzingatie aina sahihi ya miti katika eneo sahihi na kwa sababu sahihi. Isiwe kufanya hivyo kukamwathiri mwingine. Asante sana daktari. Wakati mwingine miti gani ipandwe wapi? Sio ukawa unapanda lakini ukawa unakosea. Tunakushukuru sana Dr. Barwan, asante kwa elimu hii. Na karibu tena wakati mwingine. Kubwa leo ikiwa ni siku ya kulinda tabaka la ozone, na tumepata mengi kutoka kwake Dr. Barwan Mshale ambaye ni mkurugenzi wa mafunzo na mikakati kutoka Twaweza, na akiwa ni mtaalam pia wa masuala ya mazingira na maendeleo.